waheshimiwa mababa askofu wetu, mapadri wenzangu, watawa wa kiume na kike, mafrateri wote wa mtoto Yesu na waumini wote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli mimi nashindwa hata kuzungumza nikiangalia mambo ambayo Mungu amenitendea tangu nilipozaliwa mpaka aliponipa upadre, na bado niliweka mpaka mwaka wa 50. Kwanza mimba yangu tulikuwa na matatizo sana, watu wakujua kama takuwa mama alikuwa na kitumbo kinakuwa, lakini hamna chochote kinacho Mungu kwa akasema ni mashaka bado. Mpaka mwezi wa 9 ndio nikashtuka, akasema kumbe kuna kitu. Na basi hata hivyo walikuwa sema ni mashaka, hatujui, lakini kuzaliwa kona nikanaume kama mashaka, na tangu hapo jina langu lilikuwa ni mashaka, lakini mashaka sasa bado nimepata upadre tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 75. Baada ya miezi 6 tu nikapata ajali ya pikipiki. Wiki 2 sina baba, wamenipeleka Zambia kwenda kutibiwa. Baada ya siku 3 kufika kule Zambia nikapata fahamu. Sasa nikashanga, niko wapi? Mbona hiki sio chumba changu? Nesi akaja, wala sijui kama nesi ni mama tu akaenda, nikamsema niko wapi? Akacheka akaondoka. Baadaye wakaleta kitabu cha ripoti yangu, akaniambia usisome mpaka daktari, lakini alipoondoka nikasoma, ndio nikajua kumbe nilipata ajali. Basi akaja akanipima, akasema sasa uko sawa sawa, lakini akasema wewe unafanya kazi gani? Nikamwambia mimi ni padri. Akasema bahati yako, kwa sababu upadri umepona. Usingekuwa padri, ya swala langu lilikuwa au kufa au kupona na kuwa kichaa. Basi mimi nikabaki na shangaa. Unaona, mimi namshukuru Mungu, sikufa, nimekuwa mzima na sikuwa kichaa, na mpaka sasa kwa mawili na mengi ambayo ninaweza kueleza tangu asubuhi mpaka jioni. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kukaa hata leo, ananiwezesha kwa mwaka 50 wa upadre licha ya mwaka wa kuzaliwa. Kwa hiyo nashukuru mababa askofu wetu na nyinyote mliokusanyika hapa kuungana nasi katika kushukuru Mungu. Na sasa amenifungulia ukurasa mpya, ameniingiza katika njia mpya. Naomba mniombee niendelee mbele kwa nguvu zote katika yeye, katika hii ukurasa mpya na njia mpya aliyojalia, niweze baada ya kufika mwisho kwa huko anataka nifike, basi niweze kufika mbinguni na kukalia kiti ambacho amenitashia kama padri wake Zakaria Lwinga. Nisikikose kiti hicho, na naombea nani msikikose kiti hicho. Asante.